Abasa. Na mtawala. Mfuatilie Dodi mara moja. Ikiwezekana tafuta kijana mwingine ili kusudi mjue kitu gani anachofikiria. Sawa mtawala wangu. Simuelewi kabisa. Sawa? Sawa mtawala. Haya. Kolema Kaela, sitaki kabisa uingie kwenye matatizo. Unamaanisha nini Belinda? Nasema hivyo nikimaanisha kwamba sihitaji mtu yoyote ajue kuhusu mahusiano yetu, kwa sababu ikitokea mtu amejua ataenda kuambiwa chifu, na kama unavyomjua ni mkorofi sana, anaweza akafanya kitu chochote juu yako. Belinda, ina maana hauna malengo na mimi? Hapana Kaela, nakupenda sana, tena sana tu, ndio maana sihitaji uingie kwenye matatizo kabisa. Linda. Ambaye Kimbunga. Umeniita hapa? Ndio nimekuita. Na vipi kuhusu lile swala langu? Hapana. Lile swala lako haliwezekani. Kwa nini lisiwezekani? Linda, babako ana roho mbaya sana. Akija kujua mimi natoka na wewe au na mahusiano na wewe, atanifanyia kitendo kibaya mno. Kimbunga, tambua nakupenda mimi. Babangu hawezi kufanya chochote. Nisikilize basi Kimbunga. Ninapenda kutesa moyo wangu. Linda. Sawa. Hilo natambua kwamba unanipenda. Na una haki ya kunipenda. Ila mimi sina hadhi ya kuwa na wewe. Na kingine, babako ataniadhibu akigundua kuwa na mpenzi na wewe. Sawa, tuachane na hayo. Vipi kuhusu lile swala lenu, limefikia wapi? Kuhusu lile swala, nimeongea na Darinda na tuko tumejadili ya kwamba tutajaribu kumsaidia. Belinda, mimi kwa naomba msijaribu, naomba mfanye. Tazama wanaimaya ya maisha wanayoyapitia kwa sasa. Amani iliyokuwepo mwanzo wameipoteza. Maisha walioishi mwanzo hayapo tena. Ni kweli. Tutajitahidi kadri ya uwezo wetu ili turudishe furaha ya wanakijiji. Belinda, nyinyi ndio watu pekee ambao mnaweza mkairejesha amani na furaha ya himaya hii na watu wakarudi kwenye maisha yao ya mwanzo. Hivyo tafadhalini sana. Kanuti anapitia wakati mgumu sana. Binafsi kila mwana himaya anapitia wakati mgumu. Sawa. Tutajitahidi kurudisha furaha na amani ya wanakijiji.
Belinda, twende mtoni tukaogelee. Sawa, mtoge? Tunaenda Mtombeni. Yeah, tunaenda huko huko. Unajua fika babako hapendi mahusiano. Sana sana ni kama sisi watoto wa kimaskini. Maisha yetu hayaeleweki. Yaani mimi mtoto wa kimaskini unipende wewe mtoto wa kifaru. Tena binti mkubwa wa kifarume. Hii haiwezekani. Atachukua hatua kali sana. Naweza nikafanyia tukio baya mbele yako. Kwenda kunyongwa au kuuliwa. Kwanza Linda, hapa nilipo na mashaka sana. Make huu ni mtu, alafu ni mtoto wa kichifu. Mambo nisamee tu kwa hilo. Hicho kitu unachokihitaji kutoka kwangu siwezi. Kawela, ni nini kinaendelea huko? Nimekutana na Linda, amesema atakuja. Kwa sasa una mpango gani? Kanuti, bado nafuatilia, lakini nahisi kuna tatizo. Tatizo? Tatizo gani? Kanuti, baadaye. Sawa. Mbona nilipofika tu ameondoka? Huyu hapa ananichekesha kweli kabisa. Usimpige, hajanichekesha sana. Hajanichekesha sana. Acha wamuvamie tu. Sasa hivi simwangalii wallahi tena. Na ipi kuhusu lile swala leo? Nimefikia after shot. Sawa. Niache tu nicheke kwanza. Sawa. Sawa, tuachane na vipi kuhusu swala leo? Ipo siku ya kuja
Mkulima, mkulima, kijiji chetu kinapiga kelele.